kwamba hisa za kampuni za uwekezaji zinakuwa na riba ama profit ya asilimia ngapi, na wametupa mfano hizo kampuni. Kwa hiyo inamaanisha tu hizi kampuni za kawaida kama CRDB, NMB, labda sijui kama una figa ambayo ni general kama alivyouliza. Sasa kwa kampuni za kama hizo alizozitaja hapo ambazo ni kampuni tu za kawaida zenye hazina kitu kinachoitwa riba. Ukitumia neno riba inaweza isilete maana moja kwa moja. Mara nyingi tunaita kwa kama ni kiwango kinakuwa wanakielezea katika asilimia, lakini kwa mfano unaita return on investment. Return on equity. Kwa return on equity ndio unaweza labda ukailinganisha na hiyo asilimia na uhitaji ya riba, ambayo kwa CRDB na NMB ziko around ya 26 na 27. Ziko juu mno. CRDB asilimia almost 26-27 ziko juu sana. Lakini kwa UTT AMIS, sasa UTT AMIS ni kitu tofauti na makampuni mengine. UTT AMIS yana mifuko 6. Kwa zile faida zake ni zile faida kwa mwaka za ile mifuko ambayo unafika kati ya kuanzia 12.5 kwenda nafika mpaka mfuko mkubwa wenye faida kubwa nafika around ya 15 au 16. Ule mfuko ambao unawekeza kwenye hisa. Ndio ile return on investment yake kwa mwaka yuko kwenye viwango hivyo. Ila kwa Nico return on investment yake ilikuwa around ya 5 mpaka 6 na Afriprice ilikuwa kwenye viwango hivyo hivyo. Sasa kama alikuwa anauliza viwango hivyo return on investment au alikuwa anauliza riba ipi.